Yes, of course, kama kawaida baada ya kuweza kushuhudia mechi kadha wa kadha zikichezwa, lazima pia tukupitishe kwenye chambuzi mbalimbali za wadau wa soka, namna ambavyo wameweza kuandika na ni kitu gani hasa wameweza kukilenga baada ya kuweza kushuhudia dakika 90 zikitamatika kwa michezo miwili ya kombe la michuano ya CAF, of course, ikiwa ni kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa nikupitishe kwenye kile ambacho ameweza kukiandika, kile ambacho ameweza kukichambua George Ambangile, ambacho kimeweza kuandikwa kichapo kingine cha Lunyas CAF Champions League. Ameanza kwa kuandika kwamba Stade Malien walikuwa vizuri sana wakiwa na mpira na bila mpira, walikabiliana vizuri na Simba kwa kutumia udhaifu wao. Ubora wa Simba ni kucheza kupitia ndani kwenye kiungo, wanakuwa na back 3 nyuma, then mstari wa wachezaji wa 4 mbele, na udhaifu wao bila mpira wanachelewa kuzuia nafasi kwenye face zote. Stade Malien wakiwa wanashambulia, wanafanya mpira utembee haraka kwenye nafasi na wanatumia zaidi mawinga wao ambao wanashambulia vizuri nafasi nyuma ya fullbacks wa Simba, huku wakitengeneza 1v1 na center backs wa Simba. Ni wao wenyewe watakuwa wakatili kiasi gani kwa muda waliokosa usahihi wa pasi zao za mwisho za kuweza kufikia kwenye lango lao. Bila mpira, Stade Malien walihakikisha wanashinda mipambano yao vizuri, wakiwa imara zaidi ya Simba kwenye mipira ya juu na kuokoa mipira ya pili. Wanafaidika kwenye matukio kwa wakati sahihi na wanakuwa na idadi nzuri ya wachezaji na muundo wa 4-4-2, dhumuni kuwanyima Simba njia za kupita au kupitia ndani. Nafikiri kocha Simba anashindwa kudefine role ya wachezaji wake vizuri, kuanzia Maema kwenye namba 8 hakuitoa nafasi yake nzuri kwa Simba kuzuia bila mipira, na alichelewa kutoa matukio ya Malien wakawa wanapata nafasi kwenye mipira ya nyuma ya kiungo kwa upande wa Simba. Kipindi cha pili Simba waliboresha baadhi ya maeneo kiwanjani kwenye kiungo, wanakuwa na idadi nzuri ya wachezaji, dhumuni ni kuhakikisha mpira wanakabiliana nao vizuri, na Malien pia walikuwa na machaguo mengi eneo la mbele, hasa wakivuka mstari wakati, tofauti na kipindi cha kwanza. Note kwamba Kulbal kacheza game bora sana, ufundi, kasi na usahihi wa maamuzi yake ulikuwa ni fire. Nkeng, ule imara wake wa mwili, ulinzi, anatakiwa uwe umeshiba haswa, yani mlinzi unatakiwa uwe na body fulani vinoma. Lakini pia kingine, George Ambangile ameandika kwamba Kamara, mchezaji wa Simba mwenye uhai kwenye defensive, alikuwa wa moto kweli kweli. Nangu na Deroko walipunguza sana idadi ya magoli kipindi cha kwanza, walizuia vizuri kwenye box lao. Na cha mwisho kabisa, Ambangile kamaliza kwa kusema kiukweli Simba washukuru kwa haya matokeo, ingeweza kuwa zaidi ya 2-1. Stade Malien 2, Simba 1. So huo ni uchambuzi wa George Ambangile akigusia kile ambacho kimeweza kutokea kwa dakika 90 za kipindi cha kwanza. Sasa hivi kitu ambacho kinazunguka zaidi mitandaoni ni kuhusiana na kauli ambayo ameitoa Ahmed Ally kwamba kuna kundi ambalo linatoa utamu. Lakini uchambuzi mwingine, Simba imesusiwa. Hii timu imeishiwa power kabisa, mpaka sasa imekosa sifa ya kuwa timu tishio Afrika, imekuwa ya kawaida mno. Namba 1, usajili wa hovyo. Yani huyu ni mtu ambaye anatoa sababu za kile ambacho kimeweza kutokea leo. Namba 1, katika usajili wa hovyo. Ndugu zangu, wachezaji wengi wa Simba wana nidhamu ya timu ndogo. Hii Simba ya sasa haina wachezaji wenye viwango vikubwa kama Abdi Banda, Luis Mixon, Clatous Chota Chama, Zimbwe, Medi Kagere, Okwi na Seji Pascal Wawa. Namba 2, akaandika kocha hana uzoefu. Mpaka sasa huyu meneja Pantev mmeelewa kikosi chake? Yani anauliza swali, mpaka sasa huyo meneja Pantev umeelewa kikosi chake? Hata kama ni mbinu za kisasa, lakini timu inavurugika kila mechi. Ushawahi kuona upo genini unachezesha kiungo mmoja alafu umejaza attackers wengi? Uliona wapi? Namba 3, sababu yake hiyo, viongozi wanajali matumbo yao. Simba imekosa uzito nje ya uwanja, haina watu wanaoweza kujipenyeza na kuonekana nao wapo. Hii watamkumbuka sana Barbara Gonzalez. Wanacheza na Stade Malien, lakini mnyama amekuwa mnyonge. Zamani pale Simba yupo ugenini, lakini kama nyumbani anaogopwa. So hizo ndio chambuzi mbalimbali ambazo nimeweza kuzinote, lakini nitakuletea uchambuzi wa kwake Hans Raphael, lakini pia nitakuletea kile ambacho ameweza kukiandika
Ali Shaban Kamwe. Kuna siri nzito na kuna jambo linafukuta Msimbazi.